Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Baraza la Sanaa Taifa BASATA limewataka Watanzania kuendelea na kuthamini na kushiriki matamasha ya utamaduni yanayolenga na kuhifadhi na kurithisha mila na desturi za taifa, likieleza kuwa matamasha hayo ni nguzo muhimu ya kulinda utambulisho wa Tanzania na kukuza vipaji vya wasanii. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na kaimu katibu mtendaji wa BASATA Edward Elias Buganda alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika hitimisho la tamasha la 17 la muziki wa Chigogo lililofanyika katika viwanja vya Chamwino Art Center. Tunashukuru sisi kama taasisi inayosimamia sanaa nchini, tuko hapa Chamwino Art Connect kwa ajili ya kujumuika na wanajamii wa Chamwino katika kusherehekea tamasha hili muhimu sana kwa sanaa ya wanachamwino, lakini pia kwa sanaa ya Watanzania. Ni tamasha ambalo wanalifanya kurithisha kizazi kimoja kwenda kingine. Ni tamasha ambalo linazungumzia mambo mengi ya jamii ya Chamwino, lakini jamii ya Kitanzania na maadili ya Kitanzania. Na tamasha hili sisi kwetu ni muhimu sana kwa sababu linakuza maadili ya Kitanzania, linaendeleza maadili ya Kitanzania, lakini linarithisha jamii ya Kitanzania kutoka jamii moja kwenda jamii nyingine. Tunaamini kwamba tunakuwa mabadiliko ya sayansi na teknolojia, lakini jamii hii inarithisha Utanzania wetu. Na Chamwino kama makao makuu ya wilaya, lakini pia Chamwino iko Dodoma, makao makuu ya nchi, ni sehemu muhimu sana kuhakikisha sanaa inaendelezwa, inakuzwa. Na sisi wajibu wetu ni kusimamia sanaa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa jukumu hili, ametupa dhamana ya kusimamia sanaa na yeye mwenyewe anafanya sanaa. Lakini kama haitoshi, viongozi wote wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wanasimamia sanaa ipasavyo. Na sisi tuko kutekeleza majukumu haya, lakini kuhakikisha tunalinda maadili ya jamii za Kitanzania. Na niwashukuru sana waendeshaji wa tamasha hili la Chamwino Art Connect. Tamasha hili la jamii ya Wagogo wa hapa Chamwino, lakini ni tamasha ambalo limejipambanua sana katika kukuza na kuendeleza asili ya jamii ya Wagogo, lakini asili ya jamii ya Kitanzania. Na sisi wajibu wetu ni kulinda maslahi ya nchi, hasa katika kuhakikisha tunarithishana kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Hizi ni ngoma ambazo tumekuwa tukizisikia kila mara na kila wakati kwenye tamaduni zetu, lakini zinahitaji kuendelezwa. Na tunashukuru kwamba wenzetu wanaendelea namna hiyo, lakini nishukuru jamii nyingi za Tanzania zinafanya hivyo. Kuja kwa tamasha kama haya yanafanyika Mwanza, Bulabu kule Shinyanga, Mbeya yanafanyika. Na nitoe wito tu kwamba jamii za Kitanzania zione umuhimu wa matamasha kama haya katika kurithi mila na desturi za Kitanzania. Na hawa ni mfano. Tunaona tamasha limefana, lakini tunaona asili yetu inatengeneza sanaa za aina nyingi. Kuna sanaa za ngoma, sanaa za kuimba, sanaa za kuchora, mtindo wa maisha, jamii namna inavyoishi desturi. Lakini hata namna ambavyo tulikuwa tukitengeneza makazi yetu ya kuishi. Ukifika hapa utakuta nyumba ya tembe ya asili ya Kigogo. Na namna ambavyo nyumba ya tembe ya asili ya Kigogo imejitanabaisha kuelezea uasili wa maisha ya jadi ndani, vitu vilivyoko ndani, miundombinu ya ndani na kila kitu.
pamoja na michoro ilikuwa inatumika, lakini na nini walikuwa wanamaanisha kwenye michoro ambayo ilikuwa inazunguka nyumba ya tenda. Lakini hata zana walizokuwa wanatumia, kuna vibuyu kule ndani walikuwa wanatumia ambavyo vilikuwa ni vyombo mahususi kwa kutunzia vyakula, vingine kutunzia maziwa, vingine kutunzia vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru, ni tamasha ambalo linaonesha utanzania wetu na asili yetu kama Watanzania, na sisi tunaunga mkono, tunaendelea kuunga mkono, lakini linakuza vipaji kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Na sisi kama Baraza la Sanaa ya Taifa tuko hapa ku-identify hivi vitaji, kuvitambua vipaji vilivyoko hapa, na wengi tunawasajili kama makundi, lakini tunawasajili kama msanii mmoja mmoja, na wamejitokeza kwa wingi, wanajisajili, na wajibu wetu sisi ni kuendelea kutoa elimu. Na hapa tumekuwa na session za kutoa elimu kwenye eneo la sanaa, na wajibu wao kwa nini tunawataka wajisajili. Na tunataka wajisajili ili nchi itengeneze utaratibu wa kuwasaidia na kuwaendeleza kwenye kukuza uchumi, lakini biashara, lakini pia katika kukuza ajira. Nashukuru kwa sababu tamasha hili limetoa fursa sana kwa wakazi wa Chamwino, na hasa limetoa uhuru wao kufanya sanaa zao. Na ni makundi tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali, vijiji mbalimbali vya Chamwino wamefika hapa na wameonyesha sanaa wanazofanya. Lakini kama haitoshi, kuna fursa pia ya jamii nyingine kutoka maeneo mbalimbali ya nchi wako hapa, nao pia wameungana na wenzao katika kuonyesha sanaa za asili. Na nitoe wito, tuendelee kuenzi na kutunza sanaa za asili, lakini pia tuone ni namna gani tutatumia sasa teknolojia iliyopo kuzifanya sanaa hizi za asili ziweze kutunzwa vizuri na kuweza kuhifadhiwa. Tunaweza tukahifadhi kwenye digital platform na watu wakapata fursa ya kuzitazama kutoka maeneo yote ya dunia, kwamba huu ni utamaduni wa Kitanzania ambao unahifadhiwa na Watanzania, na kutambua ni sanaa hizi ziko katika maeneo gani ya nchi. Ni tamasha ambalo kwa kweli limetupa fursa nyingi, hususan za kuonekana. Tukianza katika mitandao ya kijamii, mara nyingi sana ukiingia tunaonekana, lakini pia kwenye TV za aina mbalimbali tunaonekana, hususan sisi wasanii ambao tunaimba nyimbo za Chigogo au nyimbo za asili, maana kuna nyimbo au kuna tamaduni za asili za aina mbalimbali. Nini wito wako sasa kwa wadau wengine wa sanaa kuweza kuandaa pengine maonesho kama haya mengi zaidi ili tamaduni zetu ziweze kusambaa kwa mbali zaidi? Sawa. Kwa wito wangu kwa baadhi ya taasisi za kiserikali, watu binafsi wajaribu kuongeza kasi au kuongeza nguvu katika kuendeleza au kuanzisha kuibua matamasha mengine, ili tupate walau kujulikana na kupata kipato, hususan kwetu sisi wasanii, kwa wasanii mmoja mmoja, na hatimaye kwa kundi zima. Inaonekana ni watu wazima sana ndio wanashiriki mashindano au utamaduni. Je, vipi vijana nao wanawaambiaje? Sababu hakuna vijana kabisa. Sawa, kwa upande niseme wa kikundi chetu sisi cha Nyati, tuna vijana wa kuanzia miaka 17 ambao wengi sana wapo sekondari, lakini pia tuna watoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo kwetu sisi kama kikundi cha Nyati tuna system nzuri ya kuibua vipaji kuanzia chini. Lakini sijajua makundi ya wenzangu, lakini kwetu sisi tuna system ya kuanzia shule ya msingi. Tuseme tumewekeza, yani tunaenda namna hiyo. Utakuta mtoto wa shule ya msingi ana uwezo wa kupiga limba, ana uwezo wa kupiga zeze, na pia anaweza akaja kwa mfano tamasha kama hili akaperform. Lakini huwa hatuwaleti kwa sababu mara nyingi serikali au niseme watu wa shule huwa wanatuzuia, maana ni wanafunzi. Kwa hiyo utakuta kuwaruhusu kwenda sehemu za mbali mara nyingi huwa hawaruhusiwi. Kwa hiyo wana michezo yao maalum, niseme sehemu zao maalum za kucheza, lakini tunao vijana wa namna hiyo. Asante. Mwisho kabisa, nini matarajio yako ukiwa kama msanii wa ngoma za asili?
Matarajio yangu kikubwa na nadhani ni kuonekana, lakini pia kupata fursa mbalimbali za kutoka nje ya nchi na pia hata ndani ya nchi kupitia hii sanaa yangu ambayo naimba au naitumia. Akihitimisha, Buganda ametoa wito kwa Tanzania kuenzi na kuhifadhi sanaa za asili pamoja na kutumia teknolojia za kidijitali na kuzitangaza ndani na nje ya nchi ili urithi wa Tanzania uendelee kutambulika duniani. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Washindi Media kwa taarifa zaidi.